nzuri, na kila mmoja ameona kwa timu ambayo imeshuka daraja dhidi ya timu ambayo inashika nafasi za juu, tumeweza kutoka nao kupata ushindi wa bao moja ukabila. Maana yake ni kwamba mechi ilikuwa bora na mechi ilikuwa nzuri. Nichukue nafasi hii kuwapongeza Kagera Sugar kwa kuonesha kiwango kizuri. Nilichowapenda ni ile morali yao ya kwamba pamoja na kwamba wameshuka daraja, lakini hawakuja katika mchezo wa leo kuja kinyonge ya kwamba tumeshuka daraja, hatuna cha kupoteza na vitu kama hivyo. Still wameonyesha upinzani mkubwa, na mashabiki ambao wamekuja hapa uwanja wa KMC wamepata burudani kubwa kweli kweli. Nimpongeze kocha Juma Kaseja kwa kutengeneza timu na hatimaye kuonesha upinzani mkubwa, na mimi nichukue nafasi hii kumshauri mwalimu Juma Kaseja. Sasa hivi nafahamu kwa uwezo alioonesha akiwa na Kagera Sugar, ziko timu nyingi za ligi kuu ambazo zinamhitaji na zingependa wafanye naye kazi kwa msimu ujao. Mimi ni mshauri, kama ataona inafaa abaki hapo hapo Kagera Sugar, pamoja na kwamba imeshuka daraja, lakini abaki na Kagera Sugar ili adhihirishe na aoneshe ubora wake. Lazima atengeneze sehemu, apate sehemu ya kutengeneza uaminifu, yani ile trust. Ndio kitu muhimu sana. Ni kweli Kagera Sugar imeshuka daraja, lakini huko daraja la kwanza anaweza kwenda na kuonesha kwamba yeye ni mwalimu mzuri, ni mwalimu bora, na ndani ya muda mfupi akairejesha Kagera Sugar kwenye ubora wake. Akifanikiwa kufanya hivyo, maana yake atakuwa ametengeneza imani na atakuwa amejiongezea thamani kubwa. Mwalimu Selemani Matola amewahi kufanya hivyo, amefundisha timu za madaraja ya chini, amefundisha wakati ule Geita Gold kabla haijapanda, akaipandisha ikamuongezea thamani kubwa. Amefanya hivyo akiwa na Polisi Tanzania, amefanya hivyo akiwa na Lipuli. Kwa hiyo na yeye asivunjike moyo na wala asijihesabia kwamba ameishusha Kagera Sugar daraja. Yeye aamini ya kwamba ni mwalimu mzuri na anahitaji kufanya vizuri zaidi. Apambane na timu yake, na ukiangalia timu ya Kagera Sugar na yozungumzia sana Kagera Sugar kwa sababu mimi ni mdau wa mpira, kwa napenda maendeleo. Ukiangalia timu yao ina vijana wengi wadogo. Nadhani ukitoa Joseph Magundi, ukitoa Abdalla Mfuko, ndio kidogo unaona wakubwa wakina Kipao, golikipa, lakini the rest ni vijana wadogo ambao ukiweza kuwa maintain, ukashuka nao daraja la kwanza, baada muda mfupi unapanda nao ligi kuu, unakuja kuendeleza utawala. Mimi binafsi nimeumia pakubwa Kagera Sugar kushuka daraja, kwa sababu Kagera ni timu independent. Kagera sio branch of science. Kagera ni timu ambayo inajitegemea na huwa inatoa upinzani mkubwa kwenye ligi kuu ya NBC. Siwatakia kila heri ligi daraja la kwanza, tutamisi kabisa. Msemaji, pengine baada ya mchezo wenu huu dhidi ya Kagera Sugar, mchezo ambao umesalia mbele yenu dhidi ya Young Africans, pengine pia Tanzania na mashabiki wa Simba Sports wanadai kusita chochote kutoka? Kwanza tuanze kwa kuipongeza Simba yetu. Simba yetu tumekuwa na kiwango bora sana. Kila kitu kizuri kiko ndani ya Simba Sports hivi sasa. Unapozungumzia kocha bora wa ligi kuu ya NBC, unamzungumzia Fadlu Davis. Unapozungumzia kiungo bora wa ligi kuu ya NBC, unaweza ukatoka kidogo nje ukaenda ukamzungumzia Faisal Salum Feitoto kwamba ndio kiungo bora. Lakini ukizungumzia mchezaji bora wa ligi kuu ya NBC, unamzungumzia Jean Charles Ahoua. Ukizungumzia mfungaji bora wa ligi kuu ya NBC, unamzungumzia Jean Charles Ahoua. Ukizungumzia golikipa bora wa ligi kuu ya NBC, unamzungumzia Musa Kamara. Ukizungumzia msemaji bora wa ligi kuu ya NBC, unazungumzia Ahmed Ali. Kwa hiyo tumekuwa na msimu wa mafanikio sana kwa Simba Sports Club. Tuwapongeze kila ambaye ameshiriki, na hata ukienda kuangalia mapato, timu ambayo imeongoza kwa mapato mengi kiwanjani unaikuta Simba Sports Club. Maana yake ni kwamba tumekuwa vile na mashabiki bora kweli kweli msimu huu. Sisi kwetu wana Simba, msimu huu ni msimu wetu bora kuwahi kutokea kwenye kipindi cha miaka 4 iliyopita. Wanisemaje hapa msimu ndio mmemaliza?
Chache kabla mechi, semaji ulisema kwamba unakuja uwanjani kuagana na mashabiki wa Simba mara baada ya kumaliza rasmi msimu wa 24-25. Sisi tunafahamu bado mchezo mmoja ambao uko nao mbeleni baada ya siku 3 tarehe 25 dabi ya Kariakoo. Leo tulikuja kuagana wana Simba, kuagana nyumbani kwetu. Tumekuwa tukiutumia uwanja wa KMC, na mantiki hiyo ni kwamba hata kama kuna mechi 8 mbele hatutocheza katika uwanja wa KMC msimu huu, kwa sababu hii ndio ilikuwa mechi yetu ya mwisho katika uwanja wetu wa nyumbani. Kwa leo tumekuja hapa wana Simba, tumeagana na kila mwana Simba amefurahi, na niwapongeze wana Simba, wamekuja wengi sana katika mchezo huu wa leo. Tumeagana, tumemaliza msimu wa ligi kuu ya NBC 2024-2025 katika uwanja wetu wa nyumbani. Semaji, unawasikia mashabiki huko tucheze nyingi, alafu mechi yangu dhidi ya Yanga, mechi ndio mnakwenda kutafuta pia bingwa. Labda niseme kitu kimoja, najua mna kiu na shauku kubwa. Labda niseme, na siku nyingi hamjanihoja. Nina kama wiki 2-3 hivi sijapokea simu ya mwandishi yoyote yule kunitafuta tuzungumze. Nikasema waandishi wameshanitupa. Tumalize. Waandishi mmeshachoka namna hii. Hatuwezi kuchoka sana. Hata wewe Latifa. Ulikuwa vacation tuliotoka. Taditilo anahama tu media hii anitafuti kunihoji. Sawa, wasemaji unazungumziaje? Maana maneno yamekuwa mengi, wanasema msimamo kama club bado hamtoi mpaka sasa. Ni vipi ile promo mlikuwa mnaitumia tarehe 15 kama mmeipunguza kuelekea dabi tarehe 25? Kwanza ieleweke kitu kimoja, hakuna mahala popote ambapo ratiba ya ligi ikitoka unatakiwa uthibitishe unacheza ama hauchezi. Hiyo ratiba ya ligi ikitoka, maana yake naanza maandalizi kuelekea katika mechi. Na mimi nichukue nafasi hii kuwaambia wana Simba, taarifa rasmi ni kwamba kama kutakuwa kuna lolote kuhusiana na mechi ya tarehe 25 kwa maana ya kesho kutwa, tutawaeleza. Lakini kwa sasa niseme tu kwamba tumecheza mchezo wetu wa mwisho nyumbani wa ligi kuu ya NBC 24-25. Kwa hiyo iko nafasi kama msemaji kuzungumzia maandalizi na matumaini kuelekea mchezo huu. Tuna Jumatatu, tuna Jumanne, tuna Jumatano. Kama kuna lolote ndani ya siku hizi chache kuelekea tarehe 25 tutawaeleza. Ahmed, kwenye mazungumzo semaji zimesaidia siku 2 tu kwenye hili kuelekea mchezo. Tumalizie tusokee watu wa modeli jamani. Tusogee nje hapo. Sana na nini, lakini mwisho wa siku bao la Steven Semukwala linaamua. Simba anapata matokeo mengine na wanafikisha pointi ambazo bado Yanga tu wanaongoza kwa pointi moja, lakini wamecheza mpira mzuri, ingawa sio kwa performance ile Simba tulizoea kuiona. Inawezekana ni kwa sababu pia leo kocha ameinject baadhi ya wachezaji, ni kwa sababu ana mchezo wa damu mkubwa. Kwa hiyo haujamuona leo Panzu, unaona bwana Kibu ametokea benchi, lakini pia hujaona wachezaji ambao tumezoea kuwaona kina Yusuf Kagoma, hujaona wale wachezaji ambao wamezoea kunyumbulika. So leo mabadiliko yaliyofanyika inawezekana pia pengine Simba kushindwa kufanya vizuri kama ambavyo watu wamezoea, lakini ni Kagera pia walikuwa wanacheza hapo very flexible, kwa sababu tayari wao wameshuka daraja, wana kupoteza. Walichokuwa wanakifanya ni kwamba walikuwa wanatengeneza CV zao kuelekea mwisho wa msimu, kwa sababu kuna timu ambazo zitaanza kuwahitaji wao. Ndio maana unaona kuna baadhi ya wachezaji walikuwa wanajaribu kungangana, lakini mwisho wa siku Simba ameshinda. Kuna ukimya katika uongozi wa klabu ya Simba mpaka muda huu, wanaanga wakiwa na mashaka, wanaleta timu yanatokea. Wewe sasa huu kimya wa Simba ni kwa sababu Simba sio mwenyeji wa mechi, na taarifa ni kwamba Simba mechi wanacheza na wanaitaka, lakini waliingiwa na ubaridi kidogo viongozi wao mara baada ya kuona mechi imeahirishwa kutoka tarehe 15 kwenda tarehe 25, mara baada ya kuona bana Mangungu na Hassan Dalali lakini Hassan Hasanoa kule Ikulu. Watu wakashangaa inakuaje, na kati tulikuwa tumeshakubaliana mechi inapigwa tarehe 15. Kwa hiyo kuna namna ambapo hapo katikati walisheki kidogo, lakini baadaye naona wameimarika na wamekubaliana mechi inachezwa. Lakini watu wengi wanasema ukimya una kishindo kikubwa, na inawezekana huu ukimya ikawa silaha kwenda kuuliza pia Yanga Afrika
wakati Yanga wanafurahi hawajui Simba wanapiga kitu gani. Kwa hiyo inaweza ikawa surprise package pia katika mechi. Kwangu mimi siwezi kuona kama ni mechi ambayo ni ya upande mmoja kwamba Yanga ndo anapewa kipaumbele hivyo, kwa sababu mimi naamini Simba na kikosi kikubwa cha kucompete na Yanga kwenye mechi, na ukiangalia 1v1 situation, mchezaji mmoja mmoja Simba na Yanga, bado naona Simba pia wana wachezaji ambao wanaweza kushindana. Simba wamefika finali brother, na wamecheza mechi 3 ndani ya siku 7, wamekomaa unaona mfululizo, lakini bado anaenda kukomaa dhidi ya RS Berkane, amefika finali. Almanusura ashinde ile mechi pale Zanzibar. Kwa wakienda kumwaga jasho dhidi ya Yanga kama kumwaga pale Unguja pale Zanzibar dhidi ya Berkane, Yanga anatoka damu na kuambia. Kuna watu wanakuwa na mashaka na kikosi cha Simba kwenye hizi mechi mbili. Mtazama Simba wa leo dhidi ya Sugar, Simba dhidi ya Gold. Wanaona labda kiwango kweli kupatwa na Yanga Afrika. Vipi wewe kitaalamu? Yanga unaona kabisa Yanga ameshinda goli 5 kule, leo ameshinda goli 3. Wanaona kama vile kuna uzani kwamba Simba popote vile huenda akafa. Watoe hofu labda mashabiki wa Simba. Mwandishi umetumwa. Yaani unaweza ukafanya hii comparison ya hii mechi dhidi ya Kagera Sugar na kwenda mechi dhidi ya Yanga Afrika. Like serious, hii ni mechi ambayo Simba kwanza walikuwa wanalinda wachezaji wao wasiumie. That's fact number 1. Fact ya pili, ukiangalia kocha alijaribu kuputa wachezaji ambao asilimia kubwa ni wale wao wapata nafasi ya kucheza. Kama Lada Sambi anacheza muda mrefu, Valentino Uma leo amecheza kushoto, umeona Duchu amecheza kulia, umewahi kuwashuhudia kwenye mkopo wa Simba. Kwa hiyo hii sio mechi ambayo inaweza kukupa determination kuelekea mechi yenyewe. Hii ni mechi ambayo ilikuwa inakamilisha ratiba, na of course kocha hajaweza kuweka mbinu zake zote. Kama unataka kuona, hii ni mechi ambayo kocha aliwapa tu wachezaji wacheze, lakini hakutaka kukaza. Wewe Fadlu angetaka hii mechi angetia Mpanzo ndani, angetia Mkwala ndani, angetia labda let's say labda Ateba, angetia Kibungula, angetia Kaponge, angetia Zingu. Wala pia kitu gani kingetokea. Kwa hiyo ni mechi fulani ambayo ilikuwa kocha anataka relaxation kuelekea mechi ya dabi. Kwa hiyo sioni kama ni mechi ambayo unaweza ukaichukua ukaipeleka dhidi ya Young Africans. Mechi ya Yanga ni mechi nyingine tofauti kabisa. Sababu unapocheza na Yanga ni kama vile unacheza michuano ya kimataifa kwa level ya nusu finali ya CAF au finali ya CAF, kwa sababu ndio uzito au uzani kwenye ligi ya Tanzania bara. So sioni kama hii inaweza ikawa kipimo sahihi dhidi ya Yanga. Kuna moja mbili kuelekea dabi ya Kariakoo, lakini bado kuna linganisho inshallah huwa dhidi ya Pacome Zouzoua. Hebu maliza huu mzizi wewe sisi kitaalamu. Kwanza mpaka sasa hivi top scorer ni Chacha Zawa, of course leo hajafunga na ametolewa na kocha, uliona ananungunika, alikuwa akisikilizia labda kule kuna mtu ataongeza, lakini bahati nzuri na mbaya ni kwamba Clement Mzize leo hajafunga goli. Yaani Mzize leo hajafunga, amefunga Chama, mara Onyango kajifunga, mara uko naye Baka kafunga, Max Nduka kafunga, Duke kafunga, afu yeye Mzize afungi. Huwa yeye tayari amerelax, yuko pale kwenye kiti chake cha ufalme, tayari ni top scorer wa msimu. Issue ya MVP, najua kuna propaganda zimeanza kuandaliwa. Na jana nilikuwa nimeandika kwenye page yangu ya Instagram kwamba mpira wetu wa kibongo una unafiki mwingi sana. Yaani Pacome Zouzoua tayari ameshaanza kupewa kwamba ndio MVP most valuable player. Pacome amehusika, magoli aliyohusika ni tofauti na Chacha Zawa. Lakini huwa watu wanashindwa, na kamati pia naiambia kamati ya uandaaji wa tuzo, wakiingia kwenye mtego watatoa tuzo bila wao kutarajia. Kwa sababu gani? Kinachoangaliwa kwenye tuzo kwanza ni distance covered, yani namna ambavyo mchezaji amecover distance kubwa uwanjani. Angalia work rate ya Pacome Zouzoua na work rate ya Chacha Zawa, dakika ambazo amecheza Chacha Zawa dakika ngapi kopea na Pacome Zouzoua ambaye alipata majeraha. Sio kufunga za big deal, issue ni mchezaji amecover distance kwa kiwango gani uwanjani, mchezaji amekimbia kilomita ngapi uwanjani, mchezaji amecheza dakika ngapi uwanjani, ana kadi